mnamo mwaka 2023 serikali ya awamu ya 6 ilifanya maboresho makubwa ya mitaala ya elimu ya 6 tangu tupate uhuru. Sasa maboresho hayo yameleta mabadiliko mbalimbali kwenye mitaala yetu ya elimu. Lakini mojawapo ya mabadiliko hayo ni kusisitiza matumizi ya teknolojia tehama na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ufundishaji. Kwa hiyo sisi tunafikiri kwamba hati ya makubaliano imekuja wakati mwafaka, wakati tukiendelea kutekeleza mitaala iliyoboreshwa, na hakika tunaamini kwamba hati ya makubaliano pamoja na utekelezaji wa shughuli zote itaimarisha lengo kuu la maboresho yale ya 6 ya mitaala, ambayo mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na wahitimu ambao wanamudu stadi za karne ya 21, ikiwemo stadi ambayo inahusiana na matumizi ya teknolojia za elimu. Sasa katika hati hii ya makubaliano, Taasisi ya Elimu Tanzania ina majukumu takribani 12, na niseme tu kwa niaba ya management, sisi tuko tayari kuyatekeleza majukumu yetu, na baadhi ya majukumu hayo yameandikwa kwa Kiingereza lakini nitasema kwa Kiswahili. Nitataja machache. Kwanza, tunapaswa kuongoza mapitio ya mitaala na kuhakikisha kwamba tunachopeka matumizi ya ICT pamoja na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ujifunzaji, ikiwemo coding. Nafikiri tunafahamu kwamba katika mtaala ulioboreshwa tumeanzisha ufundishaji wa coding, yani programming au usimbuzi, katika kuanzia darasa la 3. Lakini pia tunatakiwa kuwezesha kubuni na kusambaza ufundishaji na uimarishaji wa walimu, uwezo wa walimu kuweza kutumia teknolojia hizi katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo tutashirikiana na wenzetu katika kuandaa moduli za kuweza kuimarisha mafunzo endelevu ya walimu kazini, ili walimu hawa sasa waweze kwenda kuhakikisha kwamba wanachopeka matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia tunatakiwa kusimamia majadiliano kati ya wakuza mitaala wa Taasisi ya Elimu Tanzania pamoja na wabunifu wa teknolojia mbalimbali, au kwa Kiingereza wanaitwa educate innovators. Kwa hiyo TET itasimamia majadiliano kati ya wakuza mitaala na hawa wabunifu, ili kuhakikisha kwamba bunifu wanazozitengeneza zinaendana na mtaala ulioboreshwa na zinaleta tija katika ufundishaji na ujifunzaji. Manne Mtambalike ni mkurugenzi mtendaji wa Sahara Ventures. Sasa hivi katika kipindi hiki cha miaka 5 tumekuwa tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa kuangalia namna gani teknolojia inaweza kutransform elimu nchini, na kama mnavyofahamu kwenye swala la mitaala na kwenye swala la quality education nchini, hiyo ni mandate ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Na ili sisi tuweze kufanya kazi kwa ukaribu na shule ambazo zinamilikiwa na serikali na shule binafsi, ni lazima tufanye kazi na taasisi ya elimu. Lengo letu hasa ni kuangalia ni kwa namna gani teknolojia na ubunifu itasaidia vijana wetu wa Kitanzania kuweza kupata elimu kwa wakati sahihi, elimu yenye quality sahihi, na elimu ambayo itawaandaa na dunia inakoelekea. Tutaangalia wale wakuza mitaala namna gani wataweza kufanya kazi na wabunifu hawa ambao wana solution mbalimbali za elimu. Miaka ya nyuma mtoto alikuwa anasubiri mpaka mwalimu haje ili aweze kumfundisha. Kwa sasa namna teknolojia ilivyokuwa, mtoto anaweza kujifunza mwenyewe bila kumtegemea mwalimu yoyote. Hivyo basi tablet zetu _TZ tumeweza kukuletea tablet ya KT37 kwa bei ya 2,500 tu. Hii ni tablet ambayo ina kioo kigumu kabisa, sio rahisi kuvunjika, yenye betri ambayo inaweza kukaa na chaji kwa muda mrefu, na kioo chake ni cha inchi 10. Hii tablet ina uwezo wa kutumia line, internet pamoja na wifi. Hivyo basi unaweza kumnunulia mwanao hii tablet kwa ajili ya kujifunza. Usiweze kupitwa na ofa hii kutoka tablet zetu _TZ. Tunapatikana Sinza Mall, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @tabletzetu_TZ.